Tumsifu Yesu Kristo tena. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi tumekusanyika hapa kusherehekea hii siku ya Bwana, na tukiendelea kusherehekea hii siku ya Bwana kama alivyoifanya, tunashangilia, tunafurahia kwa sababu tunao hawa maharusi ambao kupitia kwa hii harusi yao tunasoma na kukumbushwa kwamba upendo wa Mungu unadhihirishwa kwetu kwa njia nyingi, mojawapo ikiwa ni maisha ya familia na sakramenti kama hii. Na ni sakramenti muhimu kwa sababu kwa njia ya kipekee hii sakramenti ya ndoa ni kana kwamba ndio inazaa hizi sakramenti zingine. Although climax huwa tunasema ni sakramenti ya Ekaristia, hatuwezi kuwa na mapadri, hatuwezi kuwa na watu wa kupokea Kristo kama hawangezaliwa. Ndiposa leo pia tunasherehekea siku ya kuwa watu ambao tuko hai. Alafu pia tunasherehekea the Father's Day, siku hii ya harusi. Mada kuu tumesikia kwamba tusikue watu wa kuogopa, chukulie maisha yetu kama zawadi kutoka kwa Mungu, na tuwe mashahidi wa ukweli wa Injili, tukijua kwamba huyu Mungu aliyetuita anatupenda sote. Tukianza kwa somo la kwanza kutoka kwake nabii Yeremia, na tukisherekea zawadi ya uhai, tunakumbushwa kwamba kabla tujipate kwenye mimba za mama zetu, Mungu alitufahamu, na ni yeye alituweka pale kupitia kwa mahusiano ya baba zetu na mama zetu. Na tunafundishwa katika family life na hata kwa biolojia kwamba maisha ya binadamu yanaanza wakati wa conception, si wakati wa kuzaliwa, na yanafaa kuisha na natural death. Tuna heshima ama tunafaa kuonyesha heshima ya kila mtu ambaye amejaliwa hai, awe kwenye mimba, awe amezaliwa, awe ni kiwete, awe anajifahamu vizuri. Cha muhimu kabisa ni kwamba sisi ni zawadi kutoka kwake Mungu. Na ndiposa wakati kama huu tunaendelea kuombea hasa wale ambao hawajazaliwa. Sisi ambao tumezaliwa tukumbuke hata sisi tulipitia kwa hizo mimba, na mama zetu walitubeba si siku moja, si mwezi mmoja, bali ni miezi 9. Uwanja wa mama, mimba ya mama ilikuwa kama uwanja. Tumechezea pale 9 good months. Kina mama mnahitaji heshima za kipekee, ingawaje watoto wale hamwezi wazaa peke yenu. Again in biology, tukitaka kujua kila mtu ana umuhimu wake, tunaambiwa at conception, wakati watu wanapatana kwa lile tendo la ndoa, mwanamume huwa anaachilia 5 million sperms. 5 million. Na kwa hizo 5 million, moja tu ndio inaweza kufertilize yai.
Imagine from 5 million you survived. Mungu akakuchagua. Sisi ni watu wa kipekee. We are all wonderfully made. Huwa tunasema sisi ni watu speciali. Mungu alituumba kwa mikono yake. Katika ulimwengu mzima, vitu zingine aliviumba kwa nguvu ya neno wake. Lakini sisi akachukua time akatuumba. Hata tukisoma Zaburi 139 tunakumbushwa that God knows all about us. Mungu anatufahamu sana. Isaiah 49 reminds us, hata ikifika wakati kwamba wazazi wetu wanatusahau na ni ngumu, Mungu hawezi akatusahau. Na Yesu mwenyewe alipokuja kati yetu alisema, siwaiti watumwa, ninawaita marafiki, kwa sababu nimewajulisha yote ambayo mnastahili kujua kutoka kwa Mungu aliyewaumba. Tuendelee kujiheshimu na kuheshimu maisha ya kila mmoja wetu, tukifahamu kwamba sisi wanadamu ndio viumbe pekee ambao tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Unapofanya kazi zako na kwa mikono, kumbuka Mungu anatumia hiyo mikono yake kuendeleza kazi yake ya uumbaji. Unazotumia kinywa chako ku-encourage, kufundisha, kuhubiri, kuimba nyimbo za sifa, hata kuomba, kuwapatia mawaidha watoto wako kama mzazi. Hasa leo tukiongea juu ya kina baba, ukumbuke that tongue, that wisdom inatumika na Mungu kulea jamii yake. Unapotumia miguu yako kutembea, kupeleka hizi jumbe za heri jema, ujue usipotembea kutembeza neno haraka, neno haliwezi fikia watu. Unapotumia akili zako, plus your 5 senses, na akili ni nyingi. Akili tunasema ni mali, akili ni nywele, na kila mtu ana zake. Ingawa tumeambiwa Mungu anatufahamu zaidi kushinda vile tunajifahamu, hata hesabu ya nywele zetu anaijua. God knows all about us. Cha muhimu kabisa, tunapomfungulia roho zetu, tunapofungulia wenzetu, hasa wale tunahusiana na wao, nyoyo zetu, Mungu anatumia hiyo roho yako, kama vile alitumia roho ya Kristo, the sacred heart of Jesus, kutuonyesha upendo. Hata sisi tuendelee kupatia Mungu roho zetu, aonyeshe upendo wake kwa kila kiumbe. Let us keep respecting the gift of life from conception to natural death. Number 2, tunasherehekea hii siku ya ulimwengu mzima ya all the fathers, blood fathers, grandfathers, adoptive fathers. Priests are also fathers because we are father figures. We have also our bishops, and everyone who is a father figure is being celebrated today. And remember again, fathers were created first. They are the heads. Christ represents the Godhead, but fathers in our society represent God's head and God's heart. Ndiposa tunaombea wanaume wakiongoza kwa msaada wa kina mama, taifa la Mungu linasimama, kanisa la Mungu linasimama, hata nchi yetu inasimama. Where men takes a lead, tunaona success. Si kwamba kina mama wakianzisha hakuna success, but God has designed
kwamba tuwe laini ya mbele. A father is the greatest gift, not by wealth, but by his presence. Leo hii tuna watoto wengi, watoto wazuri, wanashika mambo kwa urahisi, kwa haraka, wanapenda wazazi wao, lakini pia wana hatari nyingi zinakumbana na wao. Tukiombea kina baba leo, the fathers, tuombe ili kila anayeitwa baba awe na heshima ya kipekee kwa mke wake, kwa mama wa watoto wake. Kina baba, heshimuni wake wenu, na watoto pia watawaheshimu na wataiga mifano mizuri, kwa sababu pia wao watakuwa wazazi baadaye. Tuombe all the fathers wawe watu wa kuweka promises, si watu wa kuvunja promises. Tuombe kina baba wote wawe na uwezo wa kudhibiti hasira ama moods. Zamani tulikuwa nafikiria wanawake ndio tu wanaongozwa na moods. Hata siku hizi kina baba pia wana moods. Hasira ni mbaya. Wanasema Waswahili, hasira ni hasara. Ukiona kuna jambo ambalo halikufurahishi, tulia. Kama baba, usionyeshe hiyo hasira. Ukionyesha kwa mama ama kwa watoto, unawatia uoga. Tumesikia katika Injili tukiambiwa uoga si kitu kizuri. Kama a father, endelea kupatia watoto wako na mke wako moyo wa matumaini. Mtoto anaweza kuwa anaogopa labda mitihani, anaogopa giza, tunaogopa mambo mingi. Hata kuna watu wanaogopa wadudu, kuna wengine wanaogopa nyoka, hata panya. Uoga ni wa kila aina, lakini tunaambiwa tena leo tusikue waoga. Ukiwa muoga hata huwezi tajirika, sababu huta take risk. Ukiwa baba, we mtu ambaye anasikiza feelings zako na za watu wengine, na kwa sababu kuna hekima ya kimungu, unangamua vizuri. You digest those feelings, usikue controlled na feelings. Let protection that you offer at home be felt at any level by your wife and your child. Watu wako wawe wanasikia wamelindwa, wana usalama wakiwa karibu na wewe. Ukiwa baba, hakikisha hata kama unajenga nyumba with bricks and mortar, unajenga pia boma ambayo imejengwa na umoja, upendo, amani, na hakuna uoga katika hiyo familia. Take the lead as the father. Someone once said, children learn what love looks like by just watching their parents. Tukumbuke tunaweza fundisha watoto wetu mambo mengi, tuwakataze mambo mengi, lakini hatuwezi kuwakataza kuiga mifano yetu. So kina baba, tuwakumbushe muna jukumu speciali katika ulimwengu huu, katika mambo ya imani, kumwakilisha Mungu. Muendelee kujitolea na pia kushikana. Kama sasa hivi wanaume wa hapa wako na mkutano, ikiwa ni mwanaume, baada ya misa unajiunga na wale wanaume wengine, munasali kwa pamoja. Pia katika Injili tunaambiwa tena, tusihofu, tusiogope. Juzi tulikuwa tunasherekea Pentecost na tukapokea vipaji vingi vya Roho Mtakatifu. Mojawapo ni ushujaa.
courage, fortitude ambayo tunajaliwa na Mungu kupitia kwa Roho wake Mtakatifu. So do not be afraid. Nabii Yeremia mwenyewe alikuwa anajua ukweli na alikuwa tayari kueneza huu ukweli, lakini kuna wale walikuwa nataka kuangamiza yeye na kuangamiza ukweli. Siku hizi mkiangalia ni kana kwamba maisha tunayoyaishi ni kama ya wale wanyama wa kule polini. Kule kwa wanyama wa polini huwa nasikia wakisema mwenye nguvu mpishe. Mwenye nguvu, if you cannot beat them, join them. Ama unasikia mambo na survival for the fittest. Kuna wale wanyama mara nyingi wanakuwa chakula ya wanyama wengine. Wanyama wanaosherekea ni kama simba. So maisha yetu tunapata kana kwamba kuna mambo mengi yanatutia uoga. Wengine wetu wakiwa katika uongozi wanatia wale wa kuongozwa uoga. Wakipewa nafasi ya kuongoza ama kutumia rasilimali za nchi, zinatumika saa zingine vibaya. Watu paka wanaogopa. Tunabaki katika hiyo hali ya kutojua tutafanya nini, kesho itakuwa vipi. Lakini mara mingi tukumbuke Kristo anasema tusisubuke sana na mambo ambayo hayana umuhimu sana. Tushughulikie sana mambo yanayohusu uzima wa milele. And you'll bear me witness, kuna mambo mengine yanatutia uoga ambayo hayafai kututia uoga. Kule nilikozaliwa kuna misitu. Kwa mfano kuna msitu mmoja ukitokea pale kwetu Gatundu cross hivi kwa msitu wa Kinari, utatokea kule flyover, barabara ya kuelekea Rift Valley. Si mnajua hiyo forest? Na ni msitu mrefu, kwa gari unatumia kama 30 minutes. Kuna mzee mmoja nyakati hizo alichaguliwa kama mzee ambaye hana uoga, akapeleke ujumbe across. Kuingia hivi kwa msitu, akasikia kwa miti sauti inasema no. Sasa akafikiria, naulizwa wewe ni nani? Akaogopa kidogo, lakini akasema lazima afikishe nini? Ujumbe. Kutembea tena kufika kama quarter, akasikia sauti ingine no. Kashindwa, sasa nani huyu anashinda akinifuata? Katikati anasikia tena no. No, hiyo ni ukitafsiri ni kama anaulizwa wewe ni nani? Sasa akaona ni kana kwamba hatafikisha ujumbe, akaanza kurudi. Na hata akirudi alikuwa bado anasikiza hizo sauti. Akikuja kutokea pande hii na alikuwa ameenda mpaka katikati, sasa amerudi. Aliposikia hiyo sauti tena, akaamua kuangalia nyuma, akaona monkey. Ule msitu umejaa monkeys. Kumbe alishindwa kupeleka ujumbe kwa sababu the information had already expired. Kwa sababu ya nini? Ya mnyama. Kuna wanyama wengi in quotes ambao wanatuzuia kueneza hizi jumbe za heri jema kwa watoto wetu, wake zetu, bwana zetu, kanisa letu. Tusiogope. Shetani anatumia huo uoga. Na aliingiza uoga wakati wa Adam and Eve. Walianguka katika dhambi, wakawa waoga, wakaanza pia kujificha. Yesu leo katika Injili amesema tusiogope. Kama ni kuogopa, tuogope yule ambaye anaweza pia angamiza paka mioyo yetu. Lakini usiogope yule ambaye anaweza labda akakuua lakini hawezi fikia roho yako. Anaendelea kusema, ukikataa kuwa shahidi wake, atakukana pia yeye mwenyewe. Yani hatari sana
kukataliwa na Mungu katika ufalme ule ambao hauna mwisho. Tuendelee basi kusimama kusali kwa pamoja ili tusikue watu waoga. Tuendelee pia kuheshimu maisha ya kila binadamu. Tusiogope hata kuanguka. Failure comes also with some big lessons. Tusiogope hata kama unaingia katika maisha ya doa. Commitment. Ukijicommit kwa Mungu, atakupatia ways and means ya kudhibiti pia familia yako. Tusiogope pia kuteseka, kwa sababu hata yule tunayemfuata ambaye ni Kristo Bwana wetu na ni Mwokozi wetu alikubali mateso. Mateso yanakuja kurainisha maisha yetu, na tukiwa na Mungu yote yawezekana na tunaweza yadhibiti. Tusiogope mambo pia ya future, hata yale yaliyopita. Tunaambiwa yaliyopita si ndwele, tugange yajayo, na yale yajayo pia hatuyafahamu vizuri. Ishi leo vizuri, hata kesho sitajishughulikia. Tuwe na Mungu na tumweke katikati ya maisha yetu. Tuwe kama yule mtoto ambaye ingawaje ni usiku, akitembea bora ameshikwa mkono na mtoto na mzazi, haogopi. Sisi tuwe tunapitia yapi yale, bora Mungu ametushika mkono, tusikue watu wa kuogopa. No matter how learned you are. We had one professor, alipatikana kwa ndege anasoma mambo na the miracle that Jesus performed of increasing bread and fish and feeding 5,000 people. Mtu mmoja ambaye hakuwa naamini akauliza huyu professor, you look a learned man, mbona unasoma vitu ambavyo hauwezi vielezea vizuri, si practical? Wakaendelea kuzungumza. Yule profesa akasema, mambo mengi hatuyaoni, lakini bado tunaamini kwa sababu ya faithful. Nakaambia yule kijana mfano mzuri. Kwa mfano, nikikwambia wewe hauna akili, sitaona kama ninakutusi, lakini nionyeshe hizo akili. Kama unasema lazima uone kitu ndio ukiamini, sijakutusi. So no matter how learned you are, let us keep trusting and working under instructions za Mungu mwenyewe. Tusifiche imani yetu ili tusiaibishwe na Mungu ambaye anashikilia maisha yetu hata ya baadaye. Kwa hao ambao wanaoa leo na kuolewa, ningewaambia muige mfano wa maisha ya Ruth and Naomi. Mnajua hiyo hadithi? Ruth aliambia Naomi, ingawaje yule ambaye angekuwa bwanangu amekufa, mimi sitakuacha. Nitatembea na wewe. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Watu wenu watakuwa watu wenu. Na bila shaka baadaye aliolewa katika hiyo familia, na kutoka kwa uzao wake akazaliwa mfalme Daudi. Na kutokea hapo falme na falme zimekuja, mamlaka, mpaka Yesu akazaliwa kutoka kwa ukoo huo. So wherever you go together. Wherever you go, Oscar and Wilkista, go together. I know for sure this wedding, tumepewa dispensation, tunaiconduct kama mixed marriage. But the room is still open. We can still do the convalidation, and we can really walk together as one. In marriage, munapojicommit kwa Mungu, haimaanishi kwamba maisha yenu itakuwa kila siku ni heaven. Wanasema wazungu, marriage is not a bed of
losses. Hata yale maua ya waridi si yana mimba pia, na yale maua tukitazama kama haya, you might think these are all rose flowers, but rose flowers ni chache sana. Kuna tumaua twingine tudogo ambazo si rose flowers. The rose flower by itself haina umaridadi, lakini ukichanganya na zingine, that bouquet, hiyo maua inakaa maridadi. Wanapokuja watu wawili pamoja na kuunganisha maisha yao, these two families become one. You are gifted differently, you have different hobbies, mtajaliwa watoto, mtaenda mbali. Embrace the community, don't walk alone. Mtembee nyinyi wote wawili, na pia mjiunge na vikundi vingine vya imani. We are happy that Oscar is already in CMA. Ngefurahia sana Elkista ukijoin CWA ama kikundi chochote kile cha imani. Pia ninyi tunawaambia msiogope, endeleeni kuzungumza, msifichane maneno, muwe watu ambao wanaamini kutafuta utakatifu pamoja. Kuna hii series watu wanawatch, sijui inaitwa The Polygamist. Msome na vitu kama hizo kwamba maisha ya kujificha ficha kawaida huwa si mazuri. Be straight, mpendane nyinyi kwa nyinyi na mkuze ndoa yenu. Do not stop respecting each other. Do not stop loving each other. In a nutshell, sisi sote tunafundishwa tuwe na heshima kwa maisha ambayo tumejaliwa na Mungu. Tuendelee kuwaheshimu kina baba na kuwaombea wawe pale laini ya mbele kama mifano mizuri, na tukumbuke tumeitwa kama mashahidi na tuhudumu bila kuogopa. Yesu mwenyewe hakuogopa, hata sisi tusiogope. Mungu ana mipango mizuri kwetu. Tumesikia pia anajua paka idadi ya nywele zetu. Tuna dhamani hata kushinda wanyama wa angani ama hawa wanyama wengine wa porini. Bwana awe nanyi.